Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Hii leo story kubwa ya kimichezo ni habari kuhusiana na dabi ya Cairo, kwa maana Al Ahly na Zamalek, ambapo dabi hiyo imeotambawa kwa klabu ya Al Ahly kugoma kupeleka timu kiwanjani. Sababu kubwa ambayo imefanya Al Ahly wasipeleke timu kiwanjani ni kukataa marefa kutoka pale nchini Misri ambao walipangwa kuchezesha dabi hiyo, kwa maana hawana imani na marefa hao. Ndio maana Al Ahly wakatangaza kwamba hawatopeleka timu kiwanjani, lakini kwa upande wa Zamalek wao wakasema ya kwamba tunapeleka timu kiwanjani. Haya ni mambo kama yale Simba na Yanga. Ni kweli Zamalek walipeleka timu kiwanjani na bodi ya ligi pale nchini Misri haikuairisha mchezo, hivyo marefa wakapelekwa na mwisho wa siku wakakaa wanaisubiria klabu ya Al Ahly ndani ya dakika 20. Al Ahly hawakutokea, hivyo Zamalek yakalamba zake alama zake 3 na mabao 3. Sasa watu wanajiuliza, mbona kule Zamalek kapewa alama 3 na mabao 3 huku Tanzania Yanga hajapewa alama 3 na mabao 3? Jibu ni rahisi sana. Hapa mchezo wa ligi ya Tanzania, Kariakoo Derby kati ya Simba na Yanga, bodi ya ligi ya Tanzania ili uhairisha ule mchezo, kwa maana mchezo ule ulikuwa tayari umeshakwisha kuahirishwa mara baada tu ya Simba kutoa taarifa, na bodi ya ligi na wenyewe wakaamua kuhairisha mchezo huo. Hivyo Yanga alikwenda kiwanjani kukiwa hakuna marefa, hakuna match commissioner, wala utaratibu wowote wa kwamba mpira utachezwa haukuwepo. Ndio maana Yanga hajaweza kupewa points 3, kwa sababu bodi ya ligi mchezo ule ulikuwa hautambui, kwa sababu tayari umeshahairishwa. Hivyo Yanga ni ngumu kupewa alama 3. Sasa scenario ya Zamalek wenye mchezo haukuahirishwa, mchezo ulikuwepo huko pale pale. Hivyo basi mtazamaji Bongo Super Media, kama bodi ya ligi ya Tanzania ingesema kwamba mchezo ule uko pale pale haujabadilishwa chochote, basi Yanga angepata alama zake 3 na mabao 3. Lakini mwisho wa siku kumbe mchezo waliutangaza kwamba umeahirishwa, Yanga wakaenda, ndio maana wakambulia patupo. Maoni yako ni yapi? Je, soka la Misri na la kwetu tunapishana ama kuna mambo ambayo Misri umetuzidi kwenye uamuzi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments.